Tumeita mafiga manne kwa sababu msingi wa taifa letu hili tunajua wazi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mtumishi wa umma. Ameapa kula kiapo kwa ajili ya kutumikia watu. Na kwa mantiki hiyo, sisi kama wanahabari tunalo jukumu la msingi la kujadili, kushauri na kusema pale tunapoona hapapo sawa. Sasa huo ndo msingi wetu mkubwa na sote tunajua. Sasa kwa sababu Rais Samia aliapa si kwa ukabila, si kwa udini, si kwa rangi. Aliapa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi hapa mara zote hata mwaka jana tulimjadili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vyama vingine vya siasa hapa tupo kujadili huyu ni wa CCM, huyu ni wa Chadema, huyu ni wa ACT Wazalendo, huyu ni wa Chauma. Sisi tunajadili rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye aliapa, si aliapa kwa chama chake, aliapa kama mtumishi wa umma. Kwa msingi huo wa kwanza nilitaka niuweke sawa. Na kwa sababu yeye ni kiongozi na ni mtumishi wa umma, kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba kuwapa kwake kupitia serikali yake anawajibika kutengeneza ustawi wa wananchi na mamlaka zote zinatoka kwa wananchi. Sote tunafahamu hilo. Kwa hiyo huo ndio msingi mkubwa. Sasa kama mwanahabari na wenzangu tuliokaa tukazungumza kwamba sisi tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nilikuwa namwambia kwenye kamati ndugu Mansuri kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kilifanya, kwa kizungu wanasema they have done unthinkable, kwenye kufikiri kwamba Rais Samia ndiye anawafaa kuwa mgombea. Vyama vingine havijasema. Sasa kwa sababu wao wamefanya, haituondolei wajibu wetu wa msingi sisi kumpima na kujadili katika level ya utaifa kama rais wa nchi. Sasa hapa hatumjadili rais, hatumjadili mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wala hatumjadili mtu ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi. Japo kwamba 2015 mpaka 2020 mkataba wa msingi wa wananchi ulijengwa kwenye ilani, na ilani ilivyojengwa ilikwenda kuunda serikali. Sasa sisi mkataba wa msingi tunaye andikishana naye na tuliandikishana naye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwaona hapa tuna wajibu wa kujadili, kwa sababu CCM walisema Dr. Samia amefanya a tremendous job kwenye nchi hii, wakakubaliana tarehe 17, 18 pale Dodoma walikubaliana. Je, wananchi tunaona tremendous. Sasa tarehe 18 mwaka huu tunajua tarehe 19 ndio siku aliyoapa kuwa rais wa jamhuri. Kwa nini sisi tunafanya tarehe 18? Ni siku moja kabla ya kuapa. Na mwaka huu ukumbuke, mwezi wa 3 ndio kuna matukio makubwa mawili, ndio tuliyempoteza John Pombe Magufuli, na tukio hili pia lilifanyika mwaka 2021 mwezi wa 3. Na mwaka huo 2021 mwezi wa 3 tulipata rais. Kwa hiyo tulikuwa na vitu viwili, na mwaka huu tuna vitu viwili. 17 tunaadhimisha miaka kadhaa ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, na ndio mwaka tunaadhimisha miaka 4 hiyo ya kuapa kwa Dr. Samia. Sasa yako makundi kadhaa, watakuwepo vijana voluntary kabisa, vijana wa taifa hili, wawe bodaboda, wawe intellectuals, manake watu kutoka vyuo vikuu ambao watakuja kuonyesha thinking yao, watakuja wakulima, wavuvi. Tunachotaka kila mmoja aseme maoni yake, na hapa kwenye hili bango limesisitiza kwamba maendeleo ni haki yako. Jiandikishe, piga kura na jenga taifa lako. Maana yake hapa tunazungumzia misingi ya nchi.
Hatuzungumzii temu za mapitisho ndani ya vyama vya siasa. Sasa kwa kusema hayo basi, nilisema press yangu itakuwa fupi sana. Natumia fursa hii kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wote kuja kwenye ukumbi wa Kwatunza Beach tarehe 18 mwezi huu wa 3, ambapo tutakuwa na mdahalo na mjadala mkubwa wa kupima kwamba yanayozungumzwa na vyama vya siasa ndio tunavyoyaona sisi wananchi. Nani anapaswa kuja kutuambia? Ni sisi wananchi. Tutakutana pale tuweze kufanya endorsement. Kama kweli amefanya, lazima tupime. Tunampa tena. Katiba ibara ya 11 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko clear kwamba serikali pamoja na mambo mengine inawajibika kutengeneza ustawi, itaweka utaratibu na mambo mengine kutengeneza ustawi kwa wananchi wake. Sasa ustawi wa wananchi wake ndio kama hayo, inaweza kujenga miundombinu, inaweza kujenga hospitali, inaweza ikajenga kitu chochote. Kwa hiyo kwenye hili bango umeona Air Tanzania. Hii Air Tanzania hii, mimi si mwanachama chama chochote, lakini napanda, lakini vyama vingine wote wanapanda. Kwa hiyo huu ndio msingi wa utaifa naozungumzia. Hapa kungekuwa na jengo la Chama cha Mapinduzi hapo, swali lako unaosema mbona kuna jengo la CCM pale, ile ni picha ya powerhouse ya Mwalimu Nyerere, bao la Mwalimu Nyerere, ambalo hili hata hapa tuna umeme, sio? Kuna vinu vimewashwa kule, sio? Hayo ni mambo tunayazungumza kwa sababu yana msingi wa kitaifa. Tunazungumzia SGR, hakuna mashaka. Mimi nimepanda, nimeona na viongozi wengine wa vyama vingine wamepanda. Kwa hiyo hii ni msingi wa utaifa na uzungumza. Serikali imefanya ustawi wake. Kwa hiyo kusema kwamba hakuna kitu kilichofanyika kabisa, sasa huo utakuwa ni uhuni na wahuni. Unajua wahuni ni, siku moja nilikuwa naongea na ndugu yangu Amflay, ananiambia wahuni ukisema hamna kabisa ni kwamba wahuni wana sifa 3 muhimu sana. Moja ni watu wa mikakati kabisa. Kwa hiyo wanaweza kuja wakakupa mkakati ukaamini. Lakini pia wahuni wapo, wanaweza ni watu wako focused. Kwa hiyo wanaweza kusema hamna kabisa hiki kitu na ikaonekana hakuna. Lakini pia wako consistency. Wanafanya leo, wanafanya kesho, wanafanya kesho kutwa. Sasa watu wema huwa hawana mikakati sana, na huwa hawako consistent na hawako focused. Maana wanaweza kuongozwa na huruma na nini. Kwa hiyo hizi picha hilo ni daraja la Kigongo Busisi. Hili anapita mtu yoyote, ndio ustawi ule nilikuwa nazungumza kwamba mkuu wa nchi anawajibika kikatiba kututengenezea ustawi. Sasa ikitokea kuna hoja za kisiasa, sasa hao watafanya wanasiasa. Sisi ni wanataaluma, wanahabari, tuna haki ya kujadili. Wanapokosoa tunakosoa, tunaposema tunasema. Nadhani nimelijibu hilo swali. Swali la pili, kupiga kura ni kampeni. Wanasema kupiga kura ni kampeni, kwamba maendeleo ni haki yako, jiandikishe, piga kura na jenge taifa. Mimi sifanyi kampeni na sina eneo lolote naingia kwenye kamati zozote za kufanya kampeni. Haya ni maneno yako wazi kwamba kwa mujibu wa katiba yetu utaratibu wa kupata viongozi upo kwenye kupiga kura, na ili upige kura kuna msingi wake unakoanzia. Kuna vyama sasa vya siasa huko. Hivyo vyama vya siasa vitatuletea mtu. Vikituletea mtu, sisi watatengeneza ilani zao, wataanza kampeni. Na wakianza kampeni, jukumu la wananchi sasa, ibara ya 8 sasa, ni kuwaweka hawa watu madarakani. Na hakuna namna nyingine ya kuweka madarakani, utaweka kwa kupiga kura. Na hutawaweka kwa kupiga kura kama hujajiandikisha. Sasa kama kuna kitu ukitaki, huwezi kusema tu sitaki. Namna pekee utajiandikisha ili upate haki ya kumfukuza unayetaka kumfukuza. Nje ya hapo hutamfukuza, utakuwa unapiga maneno barabarani. Kwa hiyo mwanangu, ukishawachagua wataenda kuimplement mlichokubaliana.
Sasa hicho unachosema maendeleo, msingi wake lazima uwachague hawa watu. Sasa hii sio kampeni, ni maneno yako wazi. Najua msingi wako unataka labda kusema mbona kuna no reform no election, wewe unasema watu wajiandikishe.